Mfumo wa teknolojia ya akili mnemba unakuza utambuzi wa tiba ya magonjwa mbalimbali kama vile saratani nchini China. Maelezo zaidi ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kifaa cha msaada wa utambuzi kinachotumia akili bandia kilichotengenezwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Tencent kinaboresha kiwango cha ugunduzi wa ukuaji usio kawaida wa seli na hivyo kupunguzwa matukio ya saratani na kuwezesha kupatikana kwa huduma ya utambuzi na tiba kwa watu wengi. Hospitali kuu ya Wenzhou imekuwa moja ya hospitali za mwanzo kutumia teknolojia hiyo inayoitwa Mi-Ying kwa wakati halisi na kusaidia kugundua saratani ya utumbo, na madaktari wameipokea vizuri. Daktari Pan Jie kutoka idara ya magonjwa ya tumbo ni mtaalam wa vipimo vya awali, ugunduzi na tiba ya saratani ya mfumo wa chakula. Kama mkuu wa idara, ameutambulisha mfumo wa AI ili kuwezesha ugunduzi na utaratibu wa matibabu. Daktari Pan Jie kutoka idara ya magonjwa ya tumbo amesema AI inatumia sehemu ya picha na tahadhari kuwaambia madaktari kuangalie kwa karibu zaidi. Binadamu wana ukomo, lakini hili si tatizo kwa mashine. Kwa mujibu wa wabunifu wa Mi-Ying, vifaa vya AI kama hicho vinalenga kuboresha ufanisi wa ugunduzi na sio kuchukua nafasi ya madaktari, na hata kuwapunguzia muda wa kazi zao ili waweze kufuatilia masuala ambayo binadamu pekee wanaweza kushughulikia. Pia mfumo huo unawaruhusu madaktari vijana kupata uzoefu kama vitendo bila ya kupuuza mahitaji ya mgonjwa. Kwa mujibu wa Alex Ng, rais wa idara ya afya ya Tencent, video zote tofauti zinaweza kuinua ngazi ya daktari mzoefu. Wanatengeneza mfumo wa kutatua matatizo ili uweze kujifunza. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.